Tumeona kwamba Wakenya hasa wana Kalau na watu wa Mount Kenya wameongea na wameambia rais wetu kwamba hii ni rehearsal ya 2027. Ni rehearsal tumefanya, na ni vizuri pia kiongozi wa nchi ajue sisi kama watu wa mlima tumemalizana na yeye. Hapa hana kura. Hata Medho Senator Medho ambaye ni SG wetu alisema vizuri jana. Walipea ule kijana wa UDA alipewa kura kwa sababu ni mtoto wa nyumbani. Kama ingekuwa ni rais versus Mount Kenya, hiyo ni sufuri. Na kae akijua hivyo. Sisi tumemalizana na yeye kufinish kumalo. Yeye tumemalizana na yeye kabisa. Isipokuwa ni Wakenya wasimame na wakuwe na umoja. Wakuwe sasa wasimamie, walinde kura, walinde uchaguzi. IEBC isipoona hivyo, vile niliona kwa sababu nilikuwa pale Olkalau, hawezi fanya kazi kwa uaminifu. IEBC unaona kuna wakati ilikuwa imekaa kama imetekwa nyara na serikali, wakati walitoa uamuzi ya kusema wataahirisha uchaguzi wa pale Olkalau, wakati walipeleka mbunge wa Kipipiri Wanjiko Mohia mahakamani ya IEBC kusema amekosea na kwamba Wanjiko Mohia hakuwa amekosea. Hapo tuliona tumekosa imani na IEBC. Na isipokuwa tu ni ushikano na umoja wa wananchi wa Olkalau. Wakasema wao hawatakubali uchaguzi wa haki na wa amani. Isipokuwa tu walisimama, hata wale goons, vijana ambao walikuwa wameleta, serikali ilikuwa imeleta pale ndio waweze kufanya aibu kidogo hapo, waibe uchaguzi. Isipokuwa tu ni watu wa Olkalau. Hiyo hata sidhani ama IEBC ilikuwa pande yetu. Huyu waziri wa hapa Ruko anaongeanga kama mwenda wazimu. Hata tujui ni waziri wa aina gani huyo. Mtu anaongea kama nani? Hata tungemsikiza wakati alikuwa mbunge kwa sababu kuna watu wanaongoza. Lakini sasa ni mfanyakazi wa Kasongo, ni mfanyakazi wa rais. Kwa hivyo asitukuze kutuambia, anatuambia kama nani? Kama mtu ameajiriwa na rais. Yeye tu ni mtu muajiriwa. Ile tungemsikiza ni akiwa mbunge wa pale Mbeere North. Lakini sasa tutamusikiza akiwa nani? Sasa hii serikali vile watu wanasema ni one term tu. Na rais ni one term tu kwa sababu amekosea Wakenya. Ameua Wakenya. Ameharibu uchumi, ameiba nchi, amepora nchi. Hata kuongea anaongea tu akiambia watu wa Mount Kenya hawana akili. Sasa jana ameona watu wa mlima wako na akili. Hivyo anaambianga watu hawana akili, sasa ameona watu wa mlima wana akili. Kama watu wa mlima, kweli watu wa mlima wako na akili. Wanapewa mattress, wanapewa mbosho, wanapewa mchere, wanaletewa mpaka bogi ya hii train, wanaletewa gas, meko na nini na viatu, halafu wanakosa kuchagua huko, wanachagua kwingine. Kwa hivyo watu wa Mount Kenya wako na akili. Watu wa Mount Kenya wako na akili, wacha kuambianga hawana akili. Sasa walikuonyesha jana wako na akili.